Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Omar Marcus Msigwa, mbunge wa jimbo la Madaba kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi ya maji katika vijiji vya Gumbilo, Ngadinda na Lilondo vilivyopo halmashauri ya Madaba wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Miradi hiyo kwa pamoja inagharimu jumla ya shilingi bilioni 2.451 ambapo inahusisha ujenzi wa vyanzo vya maji vitatu, ujenzi wa matenki matatu yenye jumla ya ujazo wa lita 325,025, urazaji wa mabomba umbali wa kilomita 62.9 na sanjari na ujenzi wa vituo 28 vya kuchotea maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji ambapo inatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka wa fedha 25-26 na kunufaisha zaidi ya wakazi 12,570 waishio katika vijiji vya Gumbilo, Ngadinda na Lilondo. Aidha, hadi kufikia mwezi Machi 2026, serikali imelipa jumla ya shilingi bilioni 1.536 katika utekelezaji wa miradi hiyo na itaendelea kupeleka fedha kadri zinavyopatikana ili iweze kukamilika na kuanza kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi. Mheshimiwa Omar Msigwa. Asante. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, ninatamani kujua ni lini utatembelea mradi huo wa maji wa Mtengimbole, Ngadinda na Gumbilo ambayo miradi imekamilika na maji yapo kwenye matenki isipokuwa hayajafika kwa wananchi na maji yanamwagika pale. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo, na nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa ushirikiano mzuri ambao anaendelea kutoa, na nimshukuru sana kwa kutupa taarifa nzuri za maendeleo ya miradi ndani ya jimbo lake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hii imefikia hatua nzuri kabisa. Mpaka sasa mradi wa Gumbilo uko 90%, lakini pia mradi wa Ngadinda uko 67%, na nimtoe hofu, serikali tumejipanga na mpaka sasa hatuna changamoto ya kifedha ndani ya miradi hii, na ndio maana uko katika hatua nzuri kabisa ya utekelezaji. Nimtoe hofu, serikali ya awamu ya 6 itaendelea kutekeleza hii miradi na kupeleka fedha ili iweze kukamilika kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ameendelea kuomba. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.